والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake, na kwa taufiki yake ametuwezesha kukutana tena katika ukumbi wetu huu. Kama ilivyo kawaida, tunakutana kwa ajili ya kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika kitabu chake kwa fasaha kabisa na kwa namna ambayo ya kututaka sisi tuweze kuitumia vizuri kitabu hiki na kujichunga na makatazo yake, na tusijifananishe na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala wamemkataa. Tunatokea leo aya 19 Surat Fatir, sura ya 35 kwa utaratibu wa mashafu, tukiwa tunaangalia maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jana tuliona Allah tolea mfano kwamba haziwi sawa bahari mbili, bahari ya maji chumvi na ya maji baridi. Leo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama yastawi al-a'ma wal basir, hawawi sawa, hawezi kuwa sawa vipofu wasioona na wenye kuona katika hali ya kawaida tu. Kama la yastawi fi urfi ay aqili al-a'ma wal basir, mwenye ulemavu wa macho na yule anayeona hawawezi kuwa sawa, basi hivyo hivyo la yastawi al-kafir wal mu'min, muumini na asiyekuwa muumini hawezi kuwa sawa. Na Allah anapotoa maelezo haya ni kututaka sisi tusijifananishe na tusijiweke sawa na wao. Lazima sisi tuishi kwa mujibu wa muongozo na maelekezo, kwa sababu sisi tuna muongozo. Itakuwa ni ajabu Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha mifano yote kwamba wama yasawi al-a'ma wal basir, wale wasiokuwa na uoni wa kuiona haki na wale wenye uwezo wa kuiona haki hawezi kuwa sawa, kwa sababu wale wenye uwezo wa kuiona haki wakaifuata, wana muongozo na mafundisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima watakuwa naishi kwa njia ya muongozo. Na wale ambao walemavu wataki kuona, wataki kujisikilizisha na hivi, wao hawana muongozo, wao wanajiishia vile wanavyotaka. Kila kinachoingia katika mji kwao kinakuwa ni halali, lakini Waislamu wanaangalia sio kile kinachoingia wao wanakikimbilia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anazidi kutoa mifano, na hivyo hivyo wala dhulumati wala nur, wala giza na nuru haviwezi kuwa sawa sawa. Aliyekuwa kwenye nuru, nurul iman, nurul islami, nuru tauhidi hawezi kuwa sawa sawa na yule aliyekuwa fi dhulmatil jahli, katika giza cha ujinga, giza la ushirikina, giza la utawaghuti, giza la uovu na ukafiri moja kwa moja, hawezi kuwa sawa. Sasa iweje Waislamu leo wajifananishe na wawe sawa sawa hao na wasiokuwa na muongozo na wasiokuwa na nuru? Haiwezekani hata siku moja. Katika hali ya kawaida, maisha ya Muislamu ambaye anaishi kwa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu chake ni nuru, mtume wake ni nuru, dini yake ni nuru, Allah subhanahu wa ta'ala vyote hivyo ameviita ni nuru, basi haitazamiwi na haitegemewi aje kuwa sawa sawa na yule mtu ambaye hana mwanga, anaishi tu kwa kubahatisha bahatisha na kwa nadharia tu zile ambazo yeye anazoziona ziko sawa sawa, basi ndo anaenda nazo hivyo. Muislamu anaishi kwa mujibu wa mwongozo na nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiteremsha kwetu sisi. Wala dhillu wala harur, wala hawezi kuwa sawa mtu ambaye aliyekuwa kwenye kivuli na yule ambaye anapigwa na jua na joto katika mazingira ya hatarishi kabisa. Haiwezekani hata siku moja. Kwa hiyo tuichukue mifano hii kwetu katika maisha yetu ya kawaida, na Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwamba muumini hawezi kuwa sawa na asiyekuwa muumini mbele yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo na sisi tunavyotakiwa kuishi katika maisha yetu hapa duniani. Lazima sisi, kwa sababu tuna muongozo, basi tofauti ipatikane, kwa sababu muongozo sisi tunao. Tuna maelekezo, tuna kitabu, tuna mtume sallallahu alaihi wasallam, tuna dini ambayo inatuguide, inatuelekeza. Ni sawa sawa na maisha tu ya kawaida. Mtu anayeishi
kwa guidance na control, na hivi anakuwa tofauti na yule ambaye anaishi anavyotaka. Lazima vitu hivyo vinakuwa viko tofauti. Basi Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mifano hii tuweze kutambua kama Waislamu, kama jamii, kama umma, katika maisha yetu lazima tujionyeshe kwamba sisi ni watu tunaoishi kwa njia ya mwongozo. Hata unapopewa kitu cha kukifanya sema hiki sawa, lakini kwa mujibu wa mwongozo wetu na mafundisho na maelekezo ya dini yetu, hiki kitu sisi hatutakiwi kushughulika nacho na kadhalika. Wama yastawi al-ahya wala al-amwat, wala hawezi kuwa sawa waliokuwa hai na waliokufa. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza lugha ya jumla, anazungumza lugha ya picha, anazungumza kuwa sawa mtu aliye hai, kwamba moyo wake Qur'ani na dini inaifanya awe mtu yule hai, maana yake yuko dhahiri kabisa, na yule ambaye yeye amekufa hataki kusikia chochote, maana yake hawezi kuwa sawa hata siku moja. Inna Allaha yusmi'u man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala humsikilizisha anayemtaka, akasikiliza ule mwongozo na akafanyia kazi. Kwa hiyo tujipendekeze na tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe sisi kuweza kusikia maneno yake na mwongozo wake na tuweze kufanyia kazi. Lakini pia wama anta bimusmi'in man fil kuburi, wewe huna uwezo wa kumsikilizisha yule ambaye yupo katika makaburi. Watu ambao hawataki kuisikia haki, wale ambao hawataki kabisa kuisikia haki, Allah amesema summun bukmun umyun fahum la yarjiun, ni viziwi kabisa, hawataki kuisikia haki, wanajitia uziwi. Sio kwamba ni viziwi, sumu ni kwamba wanajifanya wao viziwi, hawasikii yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha ya haki. Bukumun ni mabubu, wanajifanya wao mabubu, hawataki kuyasema ya haki, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha. Umyu, wamejitia upofu, hawaoni kuiona haki ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amefanya nini, ameiteremsha. Fahum la yadi, hawezi kurejea katika njia sawa sawa. Watu wa namna hiyo hawezi kuwa sawa hata siku moja na wale ambao waliokuwa sawa sawa. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-A'raf anasema walaqad dhara'na li jahannam, na hakika tumeuandaa moto wa jahannam, likathirin min al-jinni wal insi, kwa wanadamu na majini walio wengi. Kwa sababu gani? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wao wana nyoyo, tumewapa nyoyo, tumewapa vifua vya kuweza kutafakari na kuzingatia, lakini badala yake hawavitumii. Katika sura ya 8 hiyo, walahum ayun, na tumewapa macho, ambayo macho wanapaswa kuona na kuitambua haki, macho yao watumie kuona haki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameleta, lakini la yubsiruna biha, wao hawatumii macho yao kuweza kuiona hiyo haki. Walahum adhanu, na wana masikio ili waweze kuisikiliza haki, lakini la yasmauna biha, hawatumii masikio yao kuweza kusikia hiyo haki. Haki zinazungumzwa, haki zinasemwa, haki zinafanywa, wao hawasikii, hawazioni, hawazielewi, hawatambui chochote katika hayo. Si Allah subhanahu wa ta'ala sema ulaika kal an'am, wao ni kama wanyama tu, kwa sababu hawana muongozo wowote ambao wanaofuata, wanaosikia, walio tayari kufuata. Bal hum adall, bali wao ni mabaya zaidi kuliko wanyama. Ndio ilivyo, mwanadamu anageuka anakuwa mnyama. Tunaona namna gani mashambulizi yanayofanyika duniani huko ulimwenguni, watu wanavyoua wanadamu wenzao, wanavyotesa wanadamu wenzao, yani hata mnyama hawezi kuvifanya vitendo vya namna ile. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya nguvu alionayo, kwa sababu ya madaraka alionayo, kwa sababu ya cheo alichonacho, kwa sababu ya mali alionayo. Basi anatumia zile nguvu zake, vyeo vyake, mali yake na uwezo wake kuweza kuwatweza na kuwateketeza na kuwaangamiza wengine. Kwa sababu ya nini? Wamekosa utu. Wamekosa utu kwa sababu wamekosa muongozo, wamekosa mafundisho, hawakujisikilizisha muongozo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuleta. Kwa hiyo ni hatari kubwa watu wanapojiweka mbali na muongozo na maelekezo na mafundisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi sana kuhakikisha miongozo na maelekezo Allah subhanahu wa ta'ala alioleta tunausimamia na tunaufuata kwa namna ile ambayo inavyokuwa inatakiwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, in anta illa nadhir, wewe hukuwa isipokuwa kazi yako ni muonyaji tu, mfikishaji tu, muongozaji na mwelekezaji. Swala la watu kufanyia kazi na kutofanyia kazi, hili haliko mikononi mwako wewe. Wewe fikisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa
amekuagiza yafikishe kwa watu, na swala la wao kufanyia kazi hilo, wewe huwezi kuulizwa kwa nini watu hawakufuata, kwa nini watu hawakutekeleza. Hilo sio la kwako. Kwa hiyo ni mimi na wewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatufikishia, ameshatuletea huu mwongozo, ni juu yetu kushughulika nao na kuhangaika nao na kuhakikisha tunaufanyia kazi, ambao tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira, hakika ya sisi tumekutuma wewe kwa haki, hali ya kuwa mwenye kutoa bishara njema kwa wale wenye kufuata mwongozo, wenye kufuata maelekezo. Unawapa bishara njema kwamba mafikio yao yatakuwa mazuri, watapokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadhira, na ni muonyaji kwa wale ambao wakaidi, wasiotaka kufuata mwongozo wake Allah subhanahu wa ta'ala, na waonye kwamba jamani, Allah subhanahu wa ta'ala ametengeneza mazingira magumu kwa wale wote wanaokwenda kufanya ukaidi. Kwa hiyo fuateni mwongozo wake Allah subhanahu wa ta'ala, piteni katika njia yake, msijitoe hamna, msijifanye hamsikii, msijifanye hamuoni, msijifanye hamna uwezo wa kutafakari. Zingatieni na chukueni anayowaletea na kuwapitishia Allah. Kam min aya, katika surati Yusuf Allah anasema wa kam min ayati yamuruna, ziko ngapi katika dalili za uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala zinawapitikia wao, fi samawati wa fil ardi, mbinguni na ardhini, zinaonekana ambazo zinaonesha uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kinahum anna ghafil muridun, wao wanazipuuzia tu. Allah analeta, anaonesha miujiza, anatikisha, anatuonesha kwamba yeye yupo. Chukueni hatua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo, atashughulika na ninyi. Chukueni hatua za sawa sawa, lakini yote yale yanapita, alafu tukawa sisi hatuyaoni. Ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anataka tuchukue tafakari ya hali ya juu kabisa. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, na hakuna katika umati wote isipokuwa tumewapelekea mwonyaji. Lakini ndio ilivyo, wanapatikana watu wa kufuata na wanapatikana watu wa kukataa. Wa in yukadhibuka, wakikukadhibisha wewe, basi fakad kadhaba alladhina min qablihim, wamekadhibisha na wamepinga waliokuwa kabla ya wao, wametangulia wao, sio wa kwanza. Kwa hiyo hilo lisikupe shida. Jaatuhum rusuluhum bilbayinat, walijiliwa wao na mitume kwa wazi, kwa hoja za wazi kabisa, wa bizuburi, na vitabu vya aina mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambatanisha nao hao mitume, wa bilkitabi, na vitabu vyenye nuru kabisa. Lakini wapi? Hawakuwa tayari kufuata, hawakuwa tayari kusikiliza. Kwa hiyo swala la wao kusikiliza na kufuata sio ishu, na wala sio kipimo kwamba kina nani wamefuata na kina nani hawajakufuata. Makuraishi walivyokuwa wanataka kumtweza mtume sallallahu alaihi wasallam, sema qalu law kana khairan ma sabakuna. Hii kama ingekuwa kweli jambo hili la maana na lina kheri na lina faida yote, wasingetutangulia hawa wanyonge hawa. Maana wale wampokea mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kina Bilal bin Rabah, kina Ammar bin Yasir, lakini ni maneno tu ya kuwatweza. Walikuwepo wakubwa, walikuwepo wenye hadhi, wenye vyeo, kina Sayyidina Abubakari, kina Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kina Abdullah bin Mas'ud, kina Uthman bin Madhun. Wote hao vigogo katika familia kubwa kubwa, wanatambulika na Abu Ubaida bin al-Jarrah na wengine wanafahamika kabisa. Lakini walikuwepo wanyonge kama hao, kina Bilali, kina Ammar bin Yasari, kina Suhaib al-Rumi, kina Babu bin al-Arat na wengine. Sasa wao kaitumia nafasi ile, sema kama hili lingekuwa lina faida, kwa nini tutangulie hawa? Swala sio nani amefuata, swala ni aliyekuwa tayari ameongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala kushika ule mwongozo, ndio atafanya nini? Atashika ule mwongozo. Thumma akhadtu alladhina kafaru, kisha tukawaadhibu wale ambao waliokufuru. Fakaifa kana nakir, vipi alikuwa maonyo yetu juu yao? Adhabu zetu tulizozitoa kwao zilikuwa mzito kiasi gani? Zilikuwa na ugumu kiasi gani kwa wao? Lakini ameafika, na Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea ili tuweze kuchukua hatua, sisi tusiwe kama wao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kututolea mifano ya kutuwezesha sisi tuweze kujua uwezo wake na ukubwa wake, ili tuweze kumwabudu yeye na tumtumikie yeye na kuona sifa hizi anazo yeye tu peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine hawana uwezo huo. Alam tara anna Allah anzala minas samai maa, hivi ninyi hamuoni Allah anateremsha kutoka katika mawingu maji? Vyovyote takavyokuwa tunaona
Ndio katika mawingu ndio sosi kubwa ya maji, vingine yote chemchemi kichimba, lazima mvua iwe imefanya nini? Lazima mvua iwe imenyesha. Sasa hivi kuna kama ya maji, wataalamu wanakuambia maji yamekauka, maji yamepungua, maji yamefanya hivi. Lazima Allah subhanahu wa ta'ala alete maji yake kutoka mbinguni katika mawingu. Fa akhrajna bihi thamaratin, akaotesha kutokana na mvua hiyo aina mbalimbali za matunda, mukhtalifan alwanha, yenye kutofautiana rangi, yenye kutofautiana rangi na ladha vile vile, mingine analika, mingine machungu, mingine hivi yusqa bima'in wahid. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, mvua ni aina moja tu, anayoleta ni ile ile, na unakuta ardhi ni ile ile, wa fil ardi qit'un mutajawirat, hapa na hapa, lakini hapo mmea huu mchungu, mmea huu una ladha, au una ugwadu, uko hivi, uko hivi. Ala kulli hali, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo amefanya hivyo, hakuna mwenye ujanja huo wa kuweza kufanya hivyo. Na ardhi sehemu nyingine, ardhi hizo zimepakana, nyingine inaotesha mazao, nyingine haifanya nini, mukhtalifan alwanu wa min aljibali. Na pia katika milima Allah subhanahu wa ta'ala ameweka milima, na katika hiyo milima judadun, kuna njia ameweka, kuna njia na rangi zake tofauti na zile milima, bidhun mingine meupe, wa humuru, mingine mekundu, mukhtalifun alwanu, inatofautiana rangi vile vile. Unaweza kukuta mlima mmoja tu, hapo na rangi hii, hapo na rangi hii, hapo na rangi hii, mlima huo huo tu. Kitembelea milimani, watu waliokwenda huko, na watu wamekwenda Kilimanjaro, wengine wamekwenda huko Uluguruni, wengine wamekwenda huko Himalaya, sijui wapi na kadhalika. Ukaenda katika maeneo, unaweza kukuta mlima mmoja, lakini upande huu uko hivi, upande huu una rangi hii, upande huu una rangi hii, na njia pia zile za kupitia watu, njia za kupitia huko ziko hivi, njia za kupitia huko ziko hivi. Allah subhanahu wa ta'ala ndo ameweka namna hiyo. Wa gharabibu sud, nyingine ni nyeusi mno, mengine rangi nyekundu ametaja, nyeupe, lakini maeneo mengine yamekuwa na weusi mno. Lakini pia amina nasi, hata wanadamu vile vile katika watu, wadda hapa sisi tulipo pia, na wanyama, wal an'ami, na wanyama, mukhtaliful alwan kadhalika, tunatofautiana rangi hapa, kila mmoja hapa. Hata kama tukisema sisi sote weusi, wa Afrika wote weusi, lakini utakuta huyu mweusi sana, huyu mweusi wa kawaida, huyu mweusi hivi, ukikuta wale weupe na rangi hii na rangi, yani mukhtalifun alwanu kadhalika. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wengine watu wamezaliwa nyumba moja, unakuta huyu yuko hivi, yule yuko vile, yule yuko vile. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayefanya hivyo. Wewe uweze kufanya hiyo, uweze ukasema mimi nataka nizaliwe, nataka watoto wangu wote wawe weupe, wote wawe weusi kama mimi, wote. Atazaliwa mtoto pengine hata ninyi katika level yenu amefanana na babu yake watano, hata wewe hujamuwahi huko, babu yake ndo amefanana na mtoto wako. Ni mipango yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema inna ma yashallaha min ibadihi alulama, hakika wanayemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni wale wenye elimu ya kumtambua nani, ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mjueni Allah, na sisi ndo tunafundishana hivi tupate tumjue Allah. Kama humjui Allah huwezi kumwabudu, utamuogopa vipi kama Allah humjui? Hata Waswahili tu anakuambia asiyekujua Waswahili semaje? Asiyekujua hakuthamini. Hakujui atakuthamini vipi? Atakupita hivi, hata kama una maarifa, una taaluma, mpaka kazidiwa na jambo huko, umeenda kumtatulia, kumbe ustazi unatisha kumbe alikuwa anakuona wewe hamna kitu. Hata akikuona, akikuuliza, na mwingine mtaani anajua huyu hamna kitu tu, huyu ustazi tu na misuli na kanzu na chochote. Lakini siku moja kutoa ofisini, umekaa kwenye meza, anakuja wewe ndio umhudumie, anajiuliza mara tatu, kumbe anakaa ofisini hivi. Hakujui, hawezi kufanya nini? Sasa na Allah hivyo, kama humjui huwezi kumwabudu, huwezi kumuogopa, huwezi kumheshimu hivyo. Kwa hiyo Allah anasema inna ma yashallaha min ibadihi ulama, kusema wanachuoni ni wenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni mwenye kumjua nguvu yake, mamlaka yake na uwezo wake. Kwa hiyo mjueni Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi al-Qudsi anasema arifuni, nitambueni kwanza kabla mjaniabudu. Fakaifa taabuduni, mtaniabudu vipi kabla hamjanijua? Na ndo tunashindwa kujua nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtu mara nyingine una wasiwasi, unashindwa kumwelekea Allah matatizo, kwa sababu hujui uwezo wake, hujui nafasi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama tungekuwa tunajua ukubwa wake na nguvu zake, na kwamba yeye Allah hana anachoshindwa, basi kila kitu sisi tunakielekeza na kuegemezea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inna Allaha azizun ghafuru, ni mwenye nguvu asiyoshindwa, tena ni mwingi wa kusamehe.
innal ladhina yatluna kitaballah, hakika ya wale ambao wanaokisoma kitabu cha Allah. Hii aya tumuombe Allah tujalie sisi katika hawa. Allah anataja sifa za watu wake, innal ladhina yatluna kitaballah, hakika ya wale wanaokisoma kitabu chake Allah. Ndio hii Qur'ani, ndio sisi tumuombe Allah tujalie katika hawa. Wa aqamu salata, kasimamisha swala, katekeleza ibada za swala. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alania, wakatoa katika vile tulivyowaruzuku kwa siri na kwa dhahiri inapobidi. Kama hivi amekuja mtu ana shida, akamsaidia, akakutana naye mtu tu akajua mwenyewe huyu anahitaji afanye nini, asaidiwe, akasaidiwa. Yarjuna tijaratan lan tabura, wakiwa wanategemea malipo, biashara, tijaratan, biashara, lan tabur, isiyofilisika. Maana yake unayafanya hayo ni biashara isiyofilisika. Maana yake unafanya biashara wewe na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake malipo yake utaikuta tu, faida yake ya kile unachokifanya utakikuta tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni juu yetu sisi kusimama na aya hii, kukisoma kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, tukatekeleza ibada zake za swala na zingine, liwafiyahum ujurahum, Allah apate kuwalipa malipo yao, wayazidahum, na wazidishie, min fadli, katika fadla zake. Innahu ghafuru, hakika ya Allah ni mwenye kusamehi tena shakuru pia. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kulipa. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehi, na pia yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kulipa. Kwa hiyo fanyeni vizuri, mwenye kulipa mema na mwenye kusamehi makosa ambayo watu waliyofanya. Walladhi auhaina ilaika min alkitab, na hii tuliokufunulia wewe katika kitabu, huwa alhaqu, ni kitu cha haki, musaddiqan lima baina yadayhi, ikiwa inasadikisha yale yaliyotangulia kabla ya kuteremka. Inna Allaha biibadihi la khabirun basir, hakika ya Allah kwa waja wake ni mwenye kuwa na habari nao, anawajua, tena basiru, ni mwenye kuwaona vile vile. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuelezea katika umma huu makundi matatu. Sasa mimi na wewe tujitathmini katika makundi haya matatu, tupo wapi? Thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kisha tukarithisha hii Qur'ani. Alkitabu bimaana hii Qur'ani hii, baada ya wewe tukakifanya kitabu hiki, tukakirithisha, tukafanya kitabu hiki ni chenye kurithiwa na kufanyiwa kazi, bimaana kuchukuliwa na kufanyiwa kazi. Sasa hawa waja wake, alladhina istafaina min, tuliwateua katika waja wake, ndio sisi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah amewachagua, na wanachuoni wameeleza hawa ni waumini, hawa ni Waislamu, ndio walioshika kitabu. Ati kitabu hiki Mtume sallallahu alaihi amewaachia Waislamu. Kwa hiyo kitabu hiki wanacho wa Waislamu, lakini hawa Waislamu hawa wapo makundi. Allah ametaja hapa makundi matatu. Faminhum dhalimun li nafsi, wapo wenye kuzidhulumu nafsi zao, wanazidhulumu nafsi zao, wakapuuza yaliyopo kwenye kitabu, hawashughuliki na kitabu. Wanajua kwamba hakuna Muislamu asiyejua kwamba Allah ameteremsha nini, ameteremsha kitabu, lakini wanashughulika nacho vipi hiki kitabu? Hawashughuliki, hawajifundishi, hawataki kujua, mpaka Mtume analalamika, wakala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana, watu wamekihama hiki kitabu hiki. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ndo anasema hiki kitabu hiki watu wanacho, sio kwamba hawana. Watu wanacho majumbani mwao, watu wanavyo, lakini wamefungia tu. Misikitini vipo, madrasani watu wao wanapeleka wakasoma, lakini wanafanyia kazi kwa kiasi gani? Kwa sababu hawashughuliki na kitabu hiki. Dhalimun linafsi, wamejidhulumu wao wenyewe nafsi, kwa sababu wanajua. Kwa nini wamejidhulumu nafsi zao wao wenyewe? Kwa sababu wanajua Allah ameleta nini, ameleta kitabu. Ndio maana wanahangaika, watoto wanawapeleka madrasa na hivi, lakini kwa nini wao hawashughuliki? Hawashughuliki na yaliyopo kwenye nini, kwenye kitabu. Wamezidhulumu nafsi zao kwa kuacha kufanyia kazi yaliyopo katika nini, katika hiki kitabu. Faminhum dhalimun linafsi, wapo waliodhulumu nafsi zao wao wenyewe kwa kukipuuza hiki kitabu. Lakini pia waminhum muktasid, wapo wakati na kati, wanajichanganya, mara wapo, mara tunasema 50-50. Sasa sijui nani
Tutaenda, maanake Allah ndo anatuelezea sasa. Ni mimi na wewe tujiangalie, sisi ndo wale 50-50 au tumezidhulumu nafsi zetu, au tuko wapo wengine waminhum muktasidun. Wanachuoni wanasema kwamba wao wanashughulika, pengine wanashughulika hawa, wao wanafanya ya lazima basi, na wanaacha yaliyokatazwa basi, hawaongezi, hawana kablia, hawana baada ya Ramadhani ikiisha, hawana sita, hawana sunna ya Arafa, hawana Ashura, hawana mwezi 13 wala mwezi ngapi. Wao wametimiza alichofaradhisha nani? Alichofaradhi. Baadhi ya wanachuoni wamepita hivyo, ndio muktasidu, yani wakati na kati katika sura wametosheka na hivyo tu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema minhum sabiqun bil khairat, wapo ambao waliokuwa mbele katika mambo ya nini haya. Makundi matatu, wanachuoni wengine wakatafsiri haya wakaunganisha kule kwenye suratul Waqi'a, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama wasabiquna sabiquna ulaika. Hawa Allah subhanahu, tunamuomba Allah tujalie sisi tuwe katika kundi la mwisho. Swala ni mimi na wewe tuko wapi? Allah ndo ameeleza hivi, yeye ndo aliyetuumba, na katika uhalisia Allah anasema balil insanu ala nafsihi, sote tunajijua mwenyewe. Kama tupo tunapuuzia kitabu hiki, tunajiona, tunajijua, tunashughulika na tunahangaika na kitabu hiki kwa kiasi gani. Kama tupo ndo angalau tukipita ile ya wanachuoni kwamba tunatekeleza wajibu, tunaswali, tumemaliza, hatuna lile wala lile, alhamdulillah. Lakini kama tuko 50-50 ndo hivyo hivyo. Lakini kama tuko wa minhum sabiqun, unapambana, kila ukisikia kuna jambo la kheri unaweza kulifanya, unalipambania, unalifanya. Kuna jambo jema huko, kuna watu wanafanya hivi, wanafanya hivi, kuna watu wa kushauriwa, kuna hivi. Unajua ibada zingine wala sio ngumu. Allah anasema la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqati au islahi au maarufi au islahin baina nas. Nyinyi watu mnayoyafanya, mnayohangaika, mnayoongea, mnaongea sana, lakini hakuna kheri yote mnayoongea ila liwe moja katika matatu. Iwe mnachoongea, iwe man amara bi, ameamrisha nini? Ameamrisha jambo jema au sadaka au hivi au islahin baina, au kusuluhisha, unasuluhisha migogoro. Sio watu wamegombana, wewe unazidi kuchagizia yule akufa hivi na hivi. Watu wamegombana, wewe unatengeneza mazingira watu wakae nini. Na Allah anasema sio kufanya tu, wa man yaf'al dhalika ibtighaa, sio kufanya tu kwamba unafanya, unalifanya hilo kwa ajili ya kutaka radhi za watu. Kwa hiyo makundi hayo matatu tumejaribu kuoanisha ili tuweze kujijua na kujitathmini. Ramadhani ndio hii, Ramadhani ndio yenye kubadilisha. Allah amesema Ramadhani inabidi itubadilishe, na wanachuoni wanasema kwamba jibadilisheni, chukueni Ramadhani iwabadilishe mfumo wenu wa maisha. Kwa hiyo Allah anasema faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun. Sasa mimi na wewe kazi kwetu, tunaingia kwenye kundi. Sasa kundi hili Allah anasema hili la mwisho, wanachuoni wanasema dhalika huwal fadlu, huko ndio ubora uliokuwa mkubwa mno. Na hapo wanachuoni wanasema yote haya yanaingia katika ubora huo, wanatofautiana daraja. Ala kulli hali ndio wanachuoni wamepita namna hiyo. Jannati adini yadkhulunaha, pepo atakayoingia ya kazi na ya kudumu. Yuhallawna fiha, watapambwa min asawira, mapambo min dhahabi, ya dhahabu, walulu annalulu, walibasuhum fiha hariri, na mavazi yao ni ya hariri. Na huku wakisema alhamdulillahi alladhi yadhhaba anna alhazan, tunamshukuru Allah aliyotuondolea sisi fedheha. Nabiullah Ibrahim alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wala tukhuzuni yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin. Allah usinihuzunishe, wala tuhuzuni yawma, usinihuzunishe siku ile watu watakayokuwa wamefufuliwa. Maana watakuwa watu katika huzuni, kila mtu tuna lake. Ingekuwa siku ile mtu unaweza ukenda bwana vipi, si ulikuwa unajifanya hivi wewe, kwa sababu tu Allah anasema kullu yawma idhin sha'nu, kila mmoja ana jambo lake mwenyewe. Lakini wewe mwenyewe utakuwa unajihuzunikia, pamoja na hakuna anayekushughulikia, utakuwa upo katika huzuni hali ya juu. Tumuombe Allah atunusuru. Ndio Nabiullah Ibrahim anamuomba Allah, wala tuhuzuni yawma
yub'athu, usinifedheheshe hii siku mzito, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku haitomsaidia mtu mali wala watoto, illa man atallaha biqalbin, ila yule atakayekuja kwa Allah akiwa na moyo safi salama uliojaa imani, yaqini, dini. Kwa hiyo watasema hawa alhamdulillah alladhi adhaba anna, alituondolea sisi fedheha, hakutufedhehesha, hatukufedheheka. Tunamshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbana laghafuru, hakika mola wetu ni mwenye kusamehi tena shakuru, mwenye kulipa. Alladhi, ambaye kwamba ahallana daral muqamati, ametuweka sisi katika nyumba ya ukazi hii iliyokuwa bora, min fadlihi, kwa fadla zake, nyumba ambayo la yamassuna fiha nasabun, hazitufiki sisi mashaka wala yamassuna fiha lughub, wala hatupati tabu. Tunamwomba Allah tujalie tuwe katika hao. Tutasimamia hapa inshallah, kesho tutaanzia. Hiyo ni hali ya wale waliokuwa katika njia sawa sawa, lakini wale waliokuwa kinyume chake tutaona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyowaelezea. Tunamwomba Allah atuwafikishe na atuongoze na atuwezeshe kukisoma kitabu kama alivyosema, innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa aqama as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Tukisome kitabu hiki, huu ndo mwezi wake wa kusoma. Leo mwezi 7, tumeshasoma kurasa ngapi? Kila mmoja anajijua, tujitathmini na kujiangalia, na tumeweza kuzingatia aya ngapi? Tunamwomba Allah tuwafikishe na tuongoze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الحمد لله.